Maisha ya watakatifu. Mtakatifu Polikarpo, askofu na mfiadini. 23 Februari. Mtakatifu Polikarpo alifundishwa dini na mitume katika ujana wake, akabatizwa. Alifanya urafiki na Mtakatifu Inyasi wa Antiokia, na wote wawili walikuwa wafuasi wa Mtume Yohane. Mtume Yohane ndiye aliyemfanya Polikarpo kuwa askofu wa Smirna, Uturuki. Askofu Polikarpo alipokuwa mzee, alisafiri kwenda Roma, Italia, kuzungumza na Mtakatifu Papa Aniseto kuhusu maadhimisho ya Pasaka. Hatujui mambo mengi zaidi juu ya maisha yake, lakini Wakristo wake wa Smirna waliandika barua ndefu juu ya kifo chake kwa Wakristo wa kanisa la Philomelium, Uturuki. Barua ile imetunzwa mpaka leo, na kwa njia hiyo zimepatikana habari kamili ya matukio. Wakati ule Smirna ilikuwa chini ya serikali ya Roma, na zamani za Kaisari Marco Aurelio ilitoka amri iliyokataza Wakristo waliokuwamo katika milki ya Waroma wasifuate dini yao. Wakristo walikamatwa, na kwa sababu hawakukubali kuabudu sanamu ya miungu ya uongo, waliuawa. Polikarpo alichongewa. Walianza kumtafuta. Askari walimkuta amelala kwenye ghorofa ya juu katika nyumba ya mkulima karibu ya Smirna. Askofu angaliweza kukimbia, lakini alikataa akisema ni amri ya Mungu. Alishuka chini akawasalimu askari bila uoga. Wao walipomuona kuwa yeye ni askofu mzee, tena mwenye mvi, zaidi ya hayo hakuwa na woga na aliwatazama kwa wema, walishangaa. Waliona haya kwa sababu ya amri waliopewa ya kumkamata na kumpeleka mahakamani. Aliwaomba ruhusa ya kusali kidogo, kisha alimwambia mpishi wake awaandalie chakula. Aliwaacha wakila, akijitenga kidogo, akasali muda wa saa 2. Punda wake alipokwisha kutandikwa, Polikarpo alipanda, akafuatana na askari. Njiani walikutana na jemadari, jina lake Herodi, aliyekuwa akija kumkamata. Jemadari alimpandisha katika dari lake. Alianza kumuuliza maswali kwa upole, akijaribu kuyageuza mawazo yake. Jemadari alimuuliza Askofu Polikarpo, "Una shida gani? Hakuna dhambi kumuita Kaisari Mungu wangu. Je, ni dhambi gani kutoa sadaka kwa miungu kwa ajili ya kujiokoa?" Alipoona askofu hajibu neno, alizidi kumchokoza. Mwisho Mtakatifu Polikarpo alimjibu, "Sikia bwana, hakuna neno liwezalo kunigeuza. Siogopi pingu, wala upanga, mkuki, moto, maji, wala teso liwalo lile. Siwezi kamwe kumfukuzia ubani binadamu, sembuse shetani." Majibu hayo yalimkasirisha jemadari yule. Alimshika Polikarpo, akamsukuma, akamwangusha chini ya gari lake. Askofu mzee aliburutika njiani na kuumiza vibaya mguu mmoja. Polikarpo alipelekwa barazani katika uwanja wa michezo. Liwali alimuuliza, "Ndiwe Polikarpo?" Askofu alijibu, "Naam." Liwali alimwamuru amwapize Kristo. Polikarpo alijibu, "Yapata miaka 86 sasa namtumikia Kristo, wala kwa muda huo wote hakunidhuru, bali amenijalia neema nyingi. Ebu, fikiria mwenyewe kama naweza kumwapiza yule aliyenitendea mema matupu, aliyenisaidia, aliyenisimamia na kunitegemeza?" Liwali alijaribu kumtisha akimwambia, "Usipoabudu ninavyoamuru utatupwa mbele ya wanyama wakali ili wakurarue." Polikarpo akasema, "Walete hao wanyama wakali. Najua siwezi kujigeuza niwe mbaya zaidi, lakini naona bora niteswe ili mateso yanitakase, yanifikishe winguni." Liwali alimwambia, "Hauwaogopi wanyama? Basi, kama hugeuki sasa hivi utaokwa." Polikarpo alinena, "Wataka kunitisha na moto? Moto ndio utakaozima mwisho. Je, hujui moto ule uwako milele utakaowaunguza wapagani? Nitese upesi upendavyo." Basi zilikusanywa kuni chungu nzima.
Zilipokuwa tayari kutiwa moto, Polikarpo alivua kanzu mwenyewe, akakataa kufungwa mikono kwenye nguzo iliyokuwa imesimikwa kati ya lundo la kuni, akinena, "Niacheni vivyo hivyo, mwenye kunipa moyo wa kuvumilia moto, atanijalia nikae thabiti nisimame kwenye kuni pasipo kukazwa na vifungo vyenu." Basi alifungwa mikono nyuma pasipo kufungwa kwenye nguzo iliyokuwa imesimikwa kati ya lundo la kuni. Alipokwisha kupanda juu ya hilo lundo, aliinua macho juu akanena, "Bwana wangu, Mungu Mwenyezi, ninakushukuru kwa sababu umenijalia siku hii na saa hii niwe katika hesabu ya mashahidi wako, nionje nami bilau ya Kristo nipate kuyukia uzima wa milele. Ninaomba nipokewe leo mbele yako kama sadaka ya harufu nzuri. Ndivyo ulivyotaka, ndivyo ulivyoagua, ndivyo ulivyotimiza, ewe uliye Mungu kweli. Ninakushukuru, ninakutukuza kwa ulimi wangu wa kuhani wa milele, anayekaa nawe mbinguni, ndiye Yesu Kristo, mwanao mwenye kustahili sifa zote pamoja na wewe, pamoja na Roho Mtakatifu, sasa na milele. Amina." Alipokwisha kusema amina, moto uliwashwa, lakini palitokea muujiza mkuu. Ndimi za moto hakumteketeza, zikamwambaa, zikamzunguka mfano wa tao. Wapagani waliokuja kumwangalia, walipoona hawakufaulu kumuunguza, walimchoma upanga kifuani. Damu ilitoka kwa mingi, ikamwagika katika ndimi za moto, ikauzima, naye akafa. Akafa shahidi namna hiyo huko Smirna katika uwanja wa michezo saa 8 tarehe 23 ya mwezi Februari mwaka 1555. Mtakatifu Polikarpo, utuombee. Masomo ya misa. Ikuu. Lawi 19 1 hadi 2, 11 hadi 18. Zaburi 19 7 hadi 9, 14. Injili Mathayo 25 31 hadi 46. Watakatifu wengine wa leo: Mtakatifu Alexander Archimedes, Mtakatifu Boswell, Mtakatifu Sanefu, Mheshimiwa Daniel Brotia, Mtakatifu Dosesius, Mtakatifu Felix wa Brescia, Mtakatifu Florentius, Mheshimiwa Josefina Vanini, Mtakatifu Martha, mashahidi wa Sirimium, Mtakatifu Medrad, Mtakatifu Milbuga, Mtakatifu Ordonius, Mheshimiwa Rafaela Ibarra de Villalonga, Mtakatifu Romana, Mtakatifu Serenus, Mtakatifu Willigis, Mtakatifu Zebinas, Mtakatifu Polikarpo, Mheshimiwa na watakatifu wote wa leo, tuombee. Karibu Kiwawa Burka, usisahau kusubscribe, like, comment na share. Asante sana.